Wanaume wametakiwa kuondokana na mfumo dume kuwa wanawake hawawezi kuwa viongozi, bali wanatakiwa kuunga mkono katika kuwania nafasi za uongozi ili kufikia azma ya 50-50 na kuondokana na mila potofu kwamba mwanamke ni mama wa nyumbani. Hayo yameelezwa na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA wakishirikiana na Jumuiya ya Watu Wenye Ulemavu JUWAUZA katika skuli ya Kiislamu Maandalizi Mfenesini, wakati walipokuwa wakitoa mafunzo na kuwahamasisha wanawake kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ili kuondokana na utegemezi. Jamii wingi hususan ni wa kiume bado anaendelea na mfumo dume, ambao mfumo huu wanaamini kwamba wanawake hawawezi kuwa viongozi, hususan ukiingia katika wanawake wenye ulemavu. Wanaamini kwamba mwanamke mwenye ulemavu ni mwanamke ambaye amezaliwa kuwa ni mama wa nyumbani tu, kwa sababu hawezi kwenda popote, hawezi kupata chochote. Kikubwa ambacho kinafanya wao kuamini hivyo ni kwamba wanaona wengi ambao wanapata nafasi za uongozi ni wale watu wenye kipato, kwa sababu wanaona mtu akienda katika njia ya kuhamasisha wanajamii kuomba kura ama kuwataka wanajamii waende wakachangie au kwenda kumchagua wao, wanakuwa wanatoa bahashishi, tunaita kwa jina jingine ni nini? Ni bahasha. Wakiangalia katika jamii zao wao ni maskini. Hali hii inapelekea wale wazee wa kiume kutokuamini au kuendelea kuamini ya kwamba mwanamke, hususan mwanamke wa kimaskini, hawezi kuwa kiongozi katika jamii, katika nyanja zote. Mikutano hii tumeanza toka mwaka jana, utekelezaji wa awamu ya pili wa mradi huu wa SWIL, ambao tuna takriban shehia 7 kwa upande wa Unguja, lakini kwa upande wa Pemba pia zipo wilaya nyingine ambazo zinashughulika na uhamasishaji jamii. Tumehusisha shehia 3 ambayo ni shehia ya Mfenesini, shehia ya Mwakaje na shehia ya Mbuzini, ambapo leo wananchi wamekutana kwa pamoja kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasibu, ambayo kwa namna moja au nyingine pia amekuwa kimwathiri mwanamke katika kushiriki kwenye masuala ya uongozi. Nao baadhi ya wanawake wa jimbo la Mfenesini wameelezea changamoto kubwa wanazokumbana nazo na kinachowakwamisha kugombea nafasi za uongozi kama wanavyoeleza. Kuchukua fomu hela ni nyingi, mazingira na maisha ni magumu. Kwa sababu mtu anaweza akataka subiri mimi nataka nigombea nia hichi, lakini akifikiria ila fomu tu anaichukuaje. Anaweza akasema nikienda kugombea fomu milioni. Alafu na huku chini watu kitaka kupiga kampeni wape hela. Ndio kawaida ambavyo watu wengi sana walivyozoea katika majimbo mengi. Rushwa ni nyingi sana katika kipindi cha kampeni, na asilimia kubwa sana ambayo watu wagombea ni rushwa. Kwa sababu uje tu ugombee hivi bila kuwapa watu rushwa inakuwa ni tatizo, na kinachoumiza zaidi ni hiyo rushwa. Mwanamke akiingia katika uongozi na hasa akiwa mzaliwa wa jimbo letu inakuwa na faida, kwa sababu anakuwa yupo pamoja na sisi wenyewe, anajua changamoto za pale kwenye lile jimbo. Pia watu wanapokuwa wana matatizo katika jimbo anakuwa anajulikana wapi apatikane, lakini anapotoka mbali tunashindwa kama wana watu ambao tupo katika jimbo tukumjua wapi anapata na wapi pia anakuwepo. Kwanza hapa Mfenesini tuna umimi au kila mmoja anajiona yeye ndo yeye. Ndio maana jimbo la Mfenesini kugombea nafasi za mbunge, mwakilishi na udiwani tunafeli, na ndio maana wanakuja watu kutoka maeneo tofauti kama Chuini, tuseme Fuoni, Mwembe Makumbi, kwa sababu sisi wenyewe wazaliwa wa Mfenesini hatujiamini na hatujielewi na tuna roho mbaya juu ya swala hili la uongozi. Wazidi kutuhamasisha na vile vile watafute watu wa mabranji na mashehia ili waweze kuwafahamisha viongozi watoke kwenye shehia Mfenesini, wasitoke majimbo mbalimbali. Haiwezekani kwamba mtu akatoke Fuoni, akatoke Mwembe Makumbi, akatoke Mwera aje agombee uwakilishi, ubunge na udiwani. Hii kwa kweli wazaliwa wa Mfenesini inatuumiza na inatustakili, na tunarudi nyuma jimbo la Mfenesini kimaendeleo. Ni vyema kabisa tukawapatia nafasi hawa kina mama, lakini na wao wajitambue kwamba tunapowapigia kura au tukawachagua tukawapa kipaumbele, watambue kwamba wamechaguliwa na wananchi wa shehia ile amehusika, kama hapa kwetu Mfenesini.
Kwa sababu sasa hivi kiongozi wetu sisi, huyu mbunge wetu tulionaye sasa hivi hapa, hata wengine hatumjui tena. Kutoka achaguliwe yeye na mambo yake au penye jambo kubwa, shughuli za kitaifa, ndio anakuja hapa. Kwa hivyo tunawaombeni wanawake, sisi tukupeni kura na tunataka muwe hiyo 50-50, ndio tunaipenda kwa sababu mama ni mwenye huruma. Kwa hivyo mtumie wakati huo kuwa na huruma katika kutekeleza yale majukumu ya shehia zenu. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.